wakilishi wa taasisi tofauti tofauti ambazo wametunga mkono kwa namna moja ama nyingine kuweza kufikia katika siku yetu ya leo. Kabla sijaweza kuendelea kuongea na kumkaribisha mwakilishi wa OCD mkoa wa Mjini, nitaanza kuwakaribisha wawakilishi wa mataasisi mbalimbali tuliokutana hapa leo kwa ajili ya kuzungumza na jamii neno moja ama mawili. Kwa majina naitwa Abdallah Muhsin, ni mkaguzi wa Jeshi la Polisi wilaya ya Mjini. Kwa niaba ya mkuu wa Jeshi la Polisi wilaya ya Mjini, OCD, anawasalimu sana na anawapenda sana. Kwenye hili la kuchangia damu, Jeshi la Polisi wilaya ya Mjini tutatumia nafasi hii pekee kabisa, na sisi tutaandaa zoezi maalumu la Jeshi la Polisi wilaya ya Mjini kuchangia damu, na tutawaalika Zansid, tutawaalika na nyinyi vijana wote. Tunaomba mjitokeze siku hiyo. Vijana safi? Kwa hiyo wale watu wa damu salama wajiandae na wao kupokea mwaliko wa Jeshi la Polisi kuja kuchukua damu za kutosha ambazo naamini zitakuwa safi na salama. Awi. Baada ya kusema haya, niwashukuru tena Zansid na niwapongeze kwa niaba ya mkuu wa Jeshi la Polisi wilaya ya Mjini, na pamoja na hayo tuko tayari kushirikiana nao. Asanteni sana. Baada ya kusikia salamu fupi kutoka kwa mwakilishi wa OCD wilaya ya Mjini, vile vile OCD wilaya ya Mjini anamwakilisha mkuu wa mkoa wa Mjini, si ndio? Kwa hiyo pia salamu tumezipokea, si ndio? Ushauri wangu kwa jamii ya ujumla, tusiogope askari, sawa? Ukiwa unaogopa askari, basi wewe ni muhalifu. Sisi tumefahamiana. Anayemwogopa askari ni nani? Ukiwa wewe sio muhalifu, upo salama, una amani, huwezi kumwogopa askari, si ndio? Na ndio maana tumekutana nao hapa leo. Sisi sio wahalifu, si ndio? Tumepokea salamu zenu. Naenda kumkaribisha mgeni rasmi. Baadhi ya wakilishi tuliokuwa tupo nao pamoja leo wataenda kuongea kesho wakati wa ghafla ya ufungaji muda wa jioni. Awi. DJ, mkaribisha mgeni wetu rasmi. Nasema tufiki mbele. Vijana oye! Zanzibar safi si safi? Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku ya leo kukutana hapa katika bonanza hili lililoandaliwa na Zanzibar, lakini vile vile nitambue uwepo wa mwenyekiti wa Zanzibar, mwakilishi wa OCD na wote tuliokuwepo hapa. Assalamu alaikum. Maisha yako mpaka unafikia kufa unatakiwa uwe na afya bora, na Zanzibar niwapongeze sana katika kuhakikisha kwamba kipindi hichi chote cha maisha ya mwanadamu na nyinyi mmekuwa sehemu ya kuyagusa katika kuhakikisha mnapunguza vile vifo vya wamama wanaozaliwa, vya mama wanapojifungua kwa kupoteza damu, watu wanaopata ajali na wengineo. Leo mmeandaa bonanza hili nimeona kuna watu wa blood kuchangia damu. Watu wanachangia damu, lakini damu ile itakwenda kunigusa mimi, isiponigusa mimi itakugusa wewe. Lakini mkiangalia mzunguko wa maisha yetu sote, basi kuna mtu isipokuwa wewe, jirani yako, kama si jirani yako, shangazi yako, mjomba wako, lakini itatugusa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuomba sana vijana na jamii inayotuzunguka, twende tukachangie damu. Lakini mazoezi ni sehemu moja nzuri ya kujijenga kiafya. Mimi mwenyewe leo nimefarajika, na kipindi kirefu sijafanya mazoezi kutokana na shughuli zangu za kisiasa, lakini leo nimefanya mazoezi, alhamdulillah, nimetoka jasho vizuri. Kwa hiyo niwahusie sana viongozi na niwapongeze Jeshi la Polisi kwa namna ambavyo mnashirikiana na jamii, na hivi ndio inavyotakiwa.
vyombo hivi vya ulinzi na usalama vinatakiwa viwe karibu na jamii ili kuweza kujua jamii ina nini na nini kinaendelea katika jamii, ili kama kuna kiashiria chochote hatarishi katika taifa letu, basi iwe rahisi kwa wao kukigundua na kukifanyia kazi. Kwa hiyo nawapongeze sana Jeshi la Polisi kwa namna ambavyo mnashirikiana na jamii, lakini vile vile nichukue fursa hii kuwapongeza sana Zanzibar, na hasa nikupongeze mwenyekiti. Ni kijana mdogo, vijana tukiwezeshwa tunaweza, na vijana tunatakiwa tuwe wabunifu. Sio kila kitu kifanywa na serikali, vingine kama sisi tunaweza tukaandaa miradi tofauti katika kuhakikisha tunaisaidia jamii, lakini pia tunaisaidia na serikali. Mimi mwenyewe nilianza kama huyu, pirika zangu ilikuwa ni hizi, lakini nashukuru jamii ikaniona, serikali ikaniona, ndipo nikaamua sasa hivi niende nikagombanie nafasi za juu katika kuwakilisha wananchi wangu kwenye baraza la wawakilishi. Kwa hiyo niwahusie sana vijana, msikate tamaa, hakikisheni kwamba mnaisaidia nchi yenu, mnaipenda nchi yenu na mnakuwa wazalendo katika taifa lenu. Tunakubali kijana mwenzetu. Lakini nichukue fursa hii kuomba sana tuendelee kuitunza amani ya taifa letu. Amani hii tuliyokuwa nayo ndio msingi wa leo tunaendelea kufanya haya mabonanza. Amani tuliyokuwa nayo ndio msingi, unaona gari zinatembea, hakuna watu wanaotushikia mabastola, hajauliwa mtu, hajapigwa mtu, wala hatujaiko ndani. Kwa sababu gani? Tuna amani. Kwa hiyo amani ndio msingi wa maendeleo kila kitu katika taifa letu. Kwa hiyo wanasihi sana, unaweza mtu akawashawishi ukaipoteza amani kwa dakika 5, lakini ikawachukua miaka 10, miaka 5 kuirejesha amani mlioipoteza ndani ya dakika 5. Kwa hiyo wanasihi sana, katika maisha yetu yote tusije tukashawishika kwa namna yoyote ile, kwa mataka ya kisiasa, kiuchumi, kijamii. Mtu asikushawishi ukaharibu ya amani ya taifa lako. Leo tuiangalie Kongo, tuiangalie Sudani, tuziangalie nchi kama Libya, tuangalie Gaza, wametumia muda gani kuirejesha amani ambao walipoteza kwa masaa au kwa dakika tu. Kwa na sisi tuendelee kuwa na uchungu na taifa letu. Inapoharibika amani, basi hata mfumo mzima wa kiuchumi nao huharibika, kwa sababu uingizaji wa bidhaa katika taifa letu utakuwa mgumu, kwa sababu hakuna amani. Bei za vyakula zitapanda, watalii katika taifa letu hilo watapungua. Manake watalii wakipungua, fedha ya kigeni inapotea, mzunguko wa fedha katika nchi yetu unapungua. Kwa hiyo tunasihi sana vijana wenzangu, tuendelee kutunza amani, tudumishe amani. Vyombo vya ulinzi na usalama vipo karibu na sisi. Endapo tutahisi kuna kiashiria chochote cha uvunjaji wa amani, basi tutoe taarifa kwa haraka kwa vyombo vya ulinzi na usalama ili viweze kushughulikia. Dr. Mwinyi kila siku anatunasihi tuendelee kuitunza amani. Baada ya kusema hayo, tunashukuruni sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Saidi Rashid Saidi, ni mkurugenzi na mwanzilishi wa taasisi ya Zanzibar Foundation. Sababu ama kitu kilichoweza kushawishi ama kunishawishi mimi kuweza kuanzisha hii taasisi, kitu cha kwanza kwamba naiona jamii yangu inapata matatizo wakiwa wanaitegemea serikali. Alakuwa serikali sio kila mmoja atamfikia, bali atawafikia watu nusu nusu. Hivyo mimi kama kijana nimeamua kushirikiana na vijana wenzangu kujikusanya na kuweza kuanzisha hii taasisi kuweza kusaidia jamii na vijana wenzetu ambao hawafikiwi na serikali ama wanafikiwa lakini kwa uchache zaidi. Tunaamini kwamba asilimia nyingi ya nchi zilizoendelea wanawasaidia ni taasisi binafsi na sio serikali, ila serikali wanawatia nguvu wale taasisi binafsi kuweza kusaidia. Na mimi ndio nimeamua kuwa miongoni mwao, na nahakikisha na naahidi Zanzibar itakuwa miongoni mwa sehemu zinazoendelea ama kisiwa kitakachoendelea baada ya miaka kadhaa mbele. Njia tunazotumia kuhamasisha kuja kuchangia damu kupitia matangazo tunazoweza kuweka katika social media zetu. Vile vile ni matangazo tunatangaza kwenye vipindi ama interview tunazofanya kwenye vipindi. Vile vile kupitia mabango yetu na mabano yetu tunayokuwa tunasambaza katika mitaani. Lengo letu kuu katika kumaliza shughuli yetu kama inavyosema kauli mbiu yetu, tembea, pima, elimika, changia damu kwa maisha ya mama mjamzito na mtoto. Tunataka baada ya kumaliza event yetu hii tumeweza kuokoa mama wajawazito na watoto na sio hao na wote ambao hawana damu ya kutosha, kuanzia idadi ya watu 300 kwenda mbele. Bi maana kwamba
tukiweza kuchangia chupa 100 leo za damu, tumeweza kuchangia wagonjwa 300 kwa sababu chupa moja ya damu inaponesha wagonjwa 3 wa damu. Hivyo naamini na sisi tutakuwa ni miongoni mwa chachu ya mabadiliko ya damu. Hapo sina hakika vizuri, ila kwa uelewa wangu mimi kwanza nataka ikachekiwe vipimo vote, kisha maanza kuchekiwa kwanza inachangiwa alafu inaachwa ipoe, kwa sababu damu ikitolewa kwenye mwili wa binadamu inakuwa ni ya moto. Hivyo huwezi ukaifanyia modification au huwezi kuipunguza kwanza kuigawanya. Inasubiriwa ipoe kwa muda wao, then inaanza kupimwa na kuanza kutengwa, kila inaanza kutolewa yale maji meupe, yanaachwa maji mekundu pamoja na vile vichembe chembe vyekundu. Vijana ambao eneo hili na washauri kwamba vijana ama jamii liko hawajafika katika eneo hili waje kwa wingi. Fursa hii sio ya kukosa. Imetokea leo, kwa upande wetu sisi wa Zanzibar itokee tena mpaka mwakani mwezi kama huu. Kwa hiyo na washauri jamii kwa ujumla waje. Huduma zote hapa tunazotoa ni bure kabisa, hususan kwenye upande wa vipimo, elimu na ushauri wa afya. Naitwa Dr. Shuweikha Salim Halfan, ni afisa mkuu elimu kwa walipa kodi na mawasiliano kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, ofisi ya Zanzibar. Leo tupo hapa katika viwanja vya Mnazi Mmoja katika kuadhimisha siku ya afya kupitia kikundi chetu cha vijana cha umoja wa vijana ambao wamejipanga, ambacho kikundi chao kinaitwa Zansid, na leo vijana hawa wameanzisha siku maalum kwa ajili ya kupima afya ya jamii, kwa sababu wanaona ya kwamba kodi ina mchango mkubwa katika kuleta huduma ya afya kwa jamii, na wao ni miongoni wa wanafunzi wetu wa vilabu vya kodi ambao tulikuwa tunawafundisha katika mashule mbalimbali. Baada ya kumaliza shule wameunga hichi kikundi kwa ajili ya kuendeleza kutoa elimu ya kodi kwa jamii, katika kutoa huduma mbalimbali pia za kielimu, na kwa leo makhsusi wameandaa shughuli hii ya kupima afya kwa jamii ili kuongeza afya na ustawi wa jamii yetu, wakiamini kwamba vijana wakiwa na afya njema basi ndio watapata uwezo wa kujenga na kuendeleza shughuli za kiuchumi hapa nchini kwetu. Lakini pia kama tujuavyo kwamba serikali ina jukumu kubwa la kutoa huduma ya afya kwa jamii, na kodi ndiyo chanzo bora cha mapato ya serikali katika kutimiza shughuli hizi za kutoa huduma ya afya kwa jamii. Kwa maana hiyo tupo pamoja na vijana hapa, na kimsingi tunapenda kuwasihi sana vijana wapende kujishughulisha na shughuli mbalimbali na wasikae tu, lakini pia waepuke mihemko mbalimbali ambayo inaonekana sasa hivi katika mazingira yetu, na wajiweke pamoja. Na sisi kama TRA tumeanzisha dawati maalum kwa ajili ya kuwasaidia vijana ili kuwapa elimu ya kodi na kuwashauri namna gani wanaweza kuanzisha biashara mbalimbali na namna gani wataweza kupata fedha kwa ajili ya kuendesha biashara zao, ili wakifanya biashara na watu waweza kuchangia kodi na kuleta maendeleo kwa nchi yetu. Tunawakaribisha sana katika banda letu la TRA hapa kuja kupata elimu ya namna kuanzisha biashara. Utapata TIN number. TIN number hizi jamani zinatolewa bure. Vijana na watu wazima mbalimbali, kina mama, kina baba ambao wanataka kuanzisha biashara mbalimbali, tunawakaribisha katika banda letu hapa Mnazi Mmoja. Tutakuwepo leo na kesho. Kwa maana hiyo tunawakaribisha sana katika banda la TRA. Wafike hapa tuungane pamoja na vijana wetu wa Zansid ili kuendeleza afya ya jamii. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Mwanamkasi Azizi, ni mfanyakazi wa kitengo cha damu salama hapa Zanzibar. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo kukutukutanisha tena hapa katika hili bonanza ambalo limeandaliwa hapa katika kutuwakilisha na sisi katika uchangiaji wa damu. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kutoa huduma ya uchangiaji wa damu. Tuna vigezo vyetu ambavyo tunavihitaji katika uchangiaji wa damu. Ili mtu atoe damu, kwanza lazima awe na umri wa miaka 18. Pili, awe amefikisha uzito wa kilo 50. Tatu, kuna vigezo ambavyo anatakiwa kukidhi, kama vile mfano labda pressure yake iko juu, hawezi kutoa damu. Imeshuka, hawezi kuchangia damu. Ana maradhi ambayo ni sugu, kwa mfano kama kisukari, ukimwi, kensa, huyo hawezi kutoa damu. Na wahitaji ni wengi. Ni wengi, kuna wazazi, kuna wanaopata ajali, kuna watoto wadogo, wote hao wanahitaji damu. Na ndio maana tunafanya hiyo kwa haraka, kwa sababu lazima iwepo, kwa sababu hatuna kiwanda cha kuzalishia damu. Damu tunaipata kupitia kwa wananchi, ni sisi wenyewe binadamu wenyewe. Siku ile ikishapimwa tu inaanza kutumika, na mwisho ni siku 35. Ikipita hapo inakuwa imesha expire, haifaiti.
Wanaweza kuchangia damu, lakini ikiwa ni chini ya uangalizi wa daktari. Sababu mwingine anakuwa damu imepitiliza, imekuwa ni nyingi zaidi, sasa inakuwa inamletea yani karaha tena ndani ya yani mwili wake, yani katika afya yake. Kwa hiyo chini ya ulinzi wa daktari akisema basi atatolewa, kwa sababu tunachohofia ni kwamba kile anapotobolewa kidonda ndio kinacho, lakini anaweza kuchangia damu. Mimi nawaambia vijana waje wachangie damu, kwa sababu kuchangia damu kwanza unajua afya yako. Sisi kama pale kituoni kwetu kuna magonjwa ambayo tunakupimia bure, ambao ukienda hospitali nyingine unatakiwa utoe pesa, lakini pale tunachangia bure tu. Kama ukimwi, hiyo kaswende, grupu lako la damu utalijua, hepatitis B ambayo ndio homa ya ini, wote vile utavipata bure, majibu yako utapata bure. Ukienda sehemu nyingine utachajiwa pesa. Pia utakuwa umepata faida, umekuwa mwanachama pia, kwamba hata ukiwa na mgonjwa wako ni rahisi, kwa sababu tunakupa kadi, ni rahisi wewe kuja kupata damu kwa urahisi, kwa sababu utakuwa una kile kikadi, ushakuwa mwanachama. Kwa majina naitwa Gharib Ali Masudi, natokea Ampola Tasakta Hospital nikiwa katika kitengo cha marketing. Leo tupo katika viwanja vya Mnazi Mmoja kujumuika na wenzetu wa Zanseed katika kongamano lao hili la kutoa afya kabisa za bure pamoja na uchangiaji wa damu salama bure. Naam. Ushauri wangu kwa vijana, tushirikiane na Zanseed, lakini pia waweze kusogea katika viwanja hivi vya Mnazi Mmoja kwa ajili ya kupima afya zao bure pamoja na uchangiaji wa damu. Asante sana.